Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amekiri hadharani kusema kwamba China pamoja na Urusi ni tishio kwa biashara zake. Lakini tutazame kwa mapana, inakuwaje China katika kipindi hiki ambayo inadaiwa ni tishio katika biashara, na ni katika hatua za rais wa Marekani Donald Trump kuishangaza dunia pale ambapo ameamua kufanya mambo makubwa huko Venezuela akitaka kuchukua mafuta. Ilichukua saa chache tu kwa Donald Trump kubadilisha uhusiano ambao China ilikuwa ikiujenga kwa miongo kadhaa. Siku chache kabla ya kutokea shambulizi la usiku, rais wa Venezuela Nicolas Maduro alikuwa akimpongeza rais wa China Xi Jinping, akimuita kaka mkubwa na kumtaja kuwa na ujumbe wenye nguvu kama kiongozi wa dunia wakati wa kikao cha maafisa wa ngazi za juu kutoka Beijing. China imewekeza kwa kiasi kikubwa Venezuela, nchi yenye utajiri wa mafuta na mojawapo ya washirika wake wa karibu zaidi Amerika Kusini. Vyombo vya habari vya serikali ya China vilionyesha picha ya kikao hicho, wanaume waliovalia suti wakiwa wanacheka wakipitilia baadhi ya makubaliano zaidi ya 600 yaliyopo kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump aliona kwamba China ambayo wakati huu imekuwa na uwekezaji mkubwa katika taifa hilo la kisosialisti la Venezuela, ameona kuna namna ambayo China haikustahili kuwepo hapo. China iliungana na nchi nyingine duniani kulaani hatua ya kushtua ya Washington dhidi ya taifa huru, ikilaumu Marekani kwa kuonekana kama hakimu wa dunia na kusisitiza kuwa uhuru na usalama wa nchi zote unapaswa kulinda kikamilifu chini ya sheria za kimataifa. Hata hivyo, Beijing inafanya mahesabu makini, si tu kuhakikisha nafasi yake Amerika Kusini, bali pia kudhibiti uhusiano mgumu na rais wa Marekani Donald Trump na kupanga hatua zake zinazofuata kuhusu ushindani wa nguvu kati ya Marekani na China ukipata mabadiliko yasiyotarajiwa. Wengi wanaona hili kama fursa kwa viongozi wa kikomunisti wa nchini China. Lakini pia kuna hatari kutokuwepo na uhakika wa changamoto, huku Beijing ikijaribu kubaini hatua zinazofuata baada ya Trump kuvunja kanuni za kimataifa ambazo zimekuwa ikifuata kwa miongo kadhaa. Beijing ambayo inapenda mipango ya muda mrefu, si shabiki wa machafuko. Hali hiyo ndiyo inayoonekana kurudia katika kipindi cha pili cha Donald Trump. Xi Jinping atadhani amewaonyesha Marekani na dunia jinsi inavyotegemea uzalishaji wa teknolojia ya China, lakini sasa Beijing inakabiliana na changamoto mpya. Jaribio la Rais Trump la kupata mafuta ya Venezuela limeimarisha mashaka ya China kuhusu nia ya Marekani. Lakini je, Marekani ingeweza kufikia wapi kudhibiti ushawishi wa China? Akiwa amehojiwa na vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na NBC, waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio alisema, "Hii ni nusu dunia magharibi. Hapa ndipo tunapoishi. Tutaruhusu eneo la magharibi kuwa kituo cha operesheni kwa adui, washindani au wapinzani wa Marekani." Huu ni ujumbe usiofichika kwa Beijing uliokuwa ukitoka kwenye shamba letu, alisema Marco Rubio, waziri wa mambo ya kigeni wa nchini Marekani. Beijing huenda itakoma kuendesha shughuli zake eneo hilo la magharibi, lakini itasubiri kuona kinachoendelea baadaye. Baadhi wanauliza kama China inangojea nini kuona ikiwa ingeweza kufanya hivyo katika Taiwan, kisiwa kinachojiendesha ambacho China inaona kama mkoa uliojitenga. Xi aliahidi kuwa siku moja Taiwan itaunganishwa tena na bara kuu, kwa maana upande wa China bara, na hajatupilia mbali uwezekano wa kutumia nguvu kufanikisha hili. Lakini Beijing tangu mwaka 2022, tangu kurejeshwa tena madarakani kwa Rais Xi Jinping kama rais wa China, hadi wakati huu ni nguvu ndogo ambayo imetumika kama operesheni maalum ambayo haikuleta madhara makubwa katika kisiwa hicho cha Taiwan, na ni operesheni ambayo iliendana na namna ambavyo watu wa magharibi hasa Marekani ilivyokuwa ikiingilia kati katika eneo hilo. Lakini ikiwa Xi ataamua kuvamia kisiwa hicho, haitakuwa kwa sababu Marekani imeweka mfano. China haina uhakika kwamba inaweza kufanikisha operesheni hiyo kwa gharama ya kubahatika. Hata hivyo, hadi siku hiyo itakapofika, China itaendelea na mkakati wake wa kutumia nguvu kuwachosha watu wa Taiwan kwa lengo la kuilazimisha Taiwan kwenye meza ya mazungumzo. Migomo ya Marekani dhidi ya Venezuela haibadilishi mwelekeo huu. Badala yake ni changamoto ambayo China haikuihitaji na haitaki, na wanahatarisha mpango wake wa muda mrefu kushinda ulimwengu wa kusini. Hali ya Venezuela imeibua changamoto isiyohitajika kwa China na kuathiri mpango wake wa muda mrefu wa kushawishi kusini mwa dunia. Ikiwa China imehusika kwa kiasi kikubwa na uwekezaji na kuwa na uhusiano na Venezuela ambao ni rahisi, ilihitaji mafuta,
Venezuela ilihitaji fedha kutoka mwaka 2000 hadi 2023 ambapo taifa hilo lilikuwa taifa la kisosialisti. Beijing ilitoa zaidi ya dola bilioni 100 kufadhili miradi ya reli, mitambo ya umeme na miundombinu mingine kwa kubadilishana, na Caracas ilimpatia Beijing mafuta yaliyo muhimu kwa uchumi wake. Lakini imekuwa tofauti kidogo na Marekani ambayo katika miaka hiyo makampuni yake ya mafuta yalikuwa chini ya serikali baada ya taifa hilo kuingia katika mfumo wa usosialisti. Takribani 80% ya mafuta ya Venezuela yalielekezwa China mwaka uliopita, ingawa bado ni 4% tu ya jumla ya mafuta yanayoagizwa katika taifa hilo. Hivyo hatari za kifedha za China Caracas ni kubwa, na makampuni kama CNPC na Sinopec yapo hatarini kuona mali zao zikipotezwa au kuingiliwa na Marekani au Venezuela. Lakini pia kuna takribani dola bilioni 10 ya mkopo ambayo Venezuela inadaiwa na wadaiwa wa Uchina. Lakini pia wachambuzi wanasema kwamba haijulikani ikiwa uwekezaji wowote chini huko utakuwa hatarini kwa sasa, lakini inaweza kuwaonyesha wawekezaji wa baadaye. Biashara za China zinahitaji kutathminiwa kikamilifu na kutazama hatari na kiwango cha uingiliaji kati cha Marekani kabla ya kuwekeza katika miradi inayohusiana kimataifa, na kuangalia namna ambavyo Marekani inaweza kaingilia kati kwa namna moja ama nyingine. Mtazamaji wa The World News, namna rais wa Marekani alivyofanya operesheni huko nchini Venezuela ni kutokana na wivu wake wa maendeleo dhidi ya China ambayo ilimnyima rare earth kwa maana ya madini adimu, na sasa ameamua kufanya alivyotaka ndani ya Venezuela, huku akisema kwamba mafuta ya Venezuela ni mafuta ya Marekani, akisema Venezuela iliiba mafuta kutoka nchini Marekani. Endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana.